Shalom guys, it's Stacy and Steve. Na leo tumepata bahati ya kuwa na Gavo Media on kipindi chao kinaitwa The Couple, and we are very very excited hapa na sisi upate kujua kuhusu sisi na mahusiano yetu kiujumla, how tumefika hapa tulipo. Karibuni sana. Nitaanza. Swali langu la kwanza. Je, bado ungenichagua ikiwa familia yako isingeridhisha uhusiano wetu? Wow. What a first question. Okay, as long as Mungu ndo ameridhia uhusiano langu, I think ningekuchagua hata kama dunia nzima ingesema hapa. Yeah, because I follow God's instructions, not humans. Okay. Okay. My question. Kama leo ingekuwa siku yako ya mwisho duniani, ungetamani kuniambia nini? Can I be honest? Yes. Ningetamani kukuambia I wish ningekujua mapema. Yeah, I wish ningekujua mapema kwa sababu kwa muda mfupi ambao nimekujua umebadilisha kila kitu. Sio nje tu, hata ndani. So natamani ningekujua zaidi, yani natamani ningekujua mapema zaidi, labda kuna vitu ambavyo nisingepitia ama nisingefanya. Lakini namshukuru Mungu kwa wakati huu kwa sababu aliplan iwe hivi ilivyo. So yeah. Swali langu la pili. Je, ukiambiwa ueleze siku niliyokuchumbia kwa neno moja, utasemaje? Blessed. Ni siku ambayo nimebarikiwa sana. Blessed. That's the only word I can use. Very blessed. Okay. You guys niambe. Je, ni kumbukumbu gani ambayo usingependa nijue kuhusu maisha yako ya nyuma? Kustojitambua. Kujua nini nataka. Kiufupi maisha yangu yote ya nyuma sitaki uwe na kumbukumbu nayo. Na nimekuwa nikikwambia. Yeah. Okay. Nini niambia though? So langu la tatu. Afu kweli namba 3. That's the Holy Spirit. Je, unafikiri ni sawa kutunza siri fulani kwenye mahusiano, na kwa nini? Ni kutokana na wewe na mwenza wako mmefikia hatua gani kwenye mahusiano. But mara nyingi ni bora kuwa open. Yeah. Ili in case of anything unakuwa unajua wapi pa kuanzia. Tofauti na kwamba na wewe unakuwa surprised baada ya hiyo siri you know. Yeah. So I think ni vizuri kuwa open. Very. Lakini kutokana na hatua. Sio kawa open. So kama hatua kwenye girlfriend boyfriend afu mkaachana akaenda kukuanika huko. You're right. Yeah. When you guys time make progress. Yeah. Ni nzuri kuwa open. Okay. Ni kitu gani unakiona kwangu ambacho mimi sikioni? Sidhani kama unajua kwamba unanikwaza muda mwingine, lakini kitu ambacho napenda ujue kwamba you are chosen one. And umebarikiwa sana. Yani kuna namna umebarikiwa. Yani huoni like with a clear picture, lakini kuna namna umebarikiwa sana. Sana, like sana. For real. This is
out of the camera. Stacy umebarikiwa. Yeah. Amen, Gracie. I wish you understood this. Okay, swali jingine nasema, njia gani huwa unazifanya kunishukuru bila kuniambia lolote? Njia gani huwa unazifanya? Being more nice. More nice. Cause unalalamika kwamba I'm not romantic. So anytime Of course you're not. I'm too much romantic, so I am Gurumda naona kama ufanyi. Adjust to that. Nakuwa more nice. Anytime, mbona kuna mtu ananiambia mbona umekuwa very nice? Unakuwa labda unataka kitu kutoka kwangu. Unakuwa na ku-appreciate. Unakuwa unataka kitu. You can't just be nice even. No, I'm usually nice for a reason. For a reason? Yeah, like I want to treat you nice. Sio kwa sababu unataka kitu. Danganya. Yaani nyinyi niwaambia, yaani nyinyi. Danganya. Oh my goodness. Ni tabia gani usioipenda na unahisi ni ngumu kubadilika? I assume kutoka kwangu, right? Okay. Sasa hii sipendi ukichukua muda mrefu bila ku-apologize ukiwa unajua umekosea. And kitu kingine ninachopenda ubadilike. Umeambiwa kimoja. Kimoja? Hey. Kitu kingine natamani ukiwa na jua tumekwazana, haijalishi ni mimi au wewe, unawahi kuniambia tuombe without kuwait. Yaani ule muda ambao unasubiri, mimi kuna vitu kama milioni 1 vishaingia kwenye kichwa changu. Yeah, I noticed. So nishafikiria, yani nishawaza sana yani. Dear Gavo Media, trust me. I noticed that. Yaani nishawaza vitu siri kwambiaje. So natamani ile tukiwa tumekwazana kibinadamu, kwa sababu mwisho wa siku si ni binadamu. Mbona angalia. Wahi kuniambia, baby please let's just pray. Let's not open the door for the devil. Natamani anyway quickly. Unaniudhi vikaki. Mungu wangu. Ningekuwa naweza nilaze gari upande wako, uadibike wewe tu na gari. He wants me dead, guys. It's my turn. Yeah. Okay. Damian anavofurahi. Umewahi kufikiria kuondoka? Na ikiwa ndio, nini kilikuzuia? Oh my goodness. I think that would have been your question. Because ungetujibu vizuri sana kwa ufasaha. Yeah. I have never thought of leaving. No Stop matter what lying. happens. Yeah. Really? In our relationship? Kuna siku ulibadilisha wallpaper yangu kwenye simu yangu. But that's not leaving. Wewe mwenyewe umebadilisha leo. Nimeirudisha ndani ya dakika 10. Okay, tunakuja huku bana. We had some misunderstanding, but nilibadilisha ili nilitaka uone ili unisemeshe. Sometimes I do things ili to get your attention. So simeipa attention, nasema huyu kidogo nitukane. I would never, guys, leave. Yeah. I don't run from my problems. Namhurumia sana manager wetu anaotu manage, honestly. So kipindi kigumu sana. Paipa dinja ina move. Anyways. Yeah. Je, kuna jambo ambalo umekuwa ukitamani tufanye kama wapenzi na bado hatujalifanya? Wachukali. Yeah. Natamani tuwe faragha. Tuwe faragha. Okay, that's like intimate? Mhm. Okay. Mbona kama ulieleza iko mapana? So guys, we are waiting till marriage. Yeah, we do. We can't do anything until marriage. Yeah. So it has been a bit hard for Steve. And for you too. But at least I'm
coping. Okay, nielezea how many times nimetry na kuzuia. Oh my God. I can't deal with Steven, guys. Yeah. This is mine. Ambia tu kama kina Damian. I'm not about. Okay, hii ni yetu sote. Yeah. Nakuuliza alafu na yeah. Je, ikitokea nimepoteza kumbukumbu, ni njia gani utatumia ili nikumbuke uhusiano wetu? Take you to charge. Yeah. Nifungi nitakumbuka ni wewe. Utakumbuka tu. Je, kama uko nyumbani nishakueleka kanisani. Mapambio yetu yale. Unajua mimi nitakumbuka nini? Nikinipoteza kumbukumbu kabisa. Mimi ndio nimepoteza, so wewe umepoteza kumbukumbu. Kukumbusha. Yes. Nitakwambia kuhusu mishumaa. No, utakuwa kumbuki. Ndio. Oh Jesus. Kinaambia mishumaa, I'll be like, mishumaa ndo nini? I'm trying to think. Unajua nitakwambia nini? Nitakwambia habari ya Esther. Oh, the story that Yeah. So nitakwambia, hey, unaweza kuniambia kitabu kuhusu Esther? So I remember how I told yes. Ambapo ulinisimulia na nikakielewa zaidi sana. Amen, jamani, la tutapoteza kumbukumbu. The name of Jesus. Ikiwa ungelazimika kukadiria imani yako kwangu kwa mizani ya 1 to 10, ungeipa ngapi na kwa nini? What? Ikiwa ungelazimika kukadiria imani yako kwangu, the faith that you have in me, kwa mizani ya 1 to 10, ungeipa ngapi na kwa nini? 10. Why? 10 kwa sababu mimi kiasi kwamba nikiambiwa tumemwona mke wako mtarajiwa anatoka hoteli fulani chumba namba ngapi, still nitakuamini kwamba hakuna ambacho umekifanya kule ndani, kwa sababu kuna namna ambavyo nakujua, kuna namna ambavyo nimeishi na wewe, kuna namna ambavyo natamani watu wakujue who really you are, so they can just don't have doubt about you. I swear. Amen. Yeah. Kinijua wewe, it's enough. Mbona mbakiza na mimi moja? I don't know, mimi akunge maisha haraka. Kuna upendeleo hapo unaendelea. Comment au DM gani mbaya ushakutana nayo kutoka kwa followers wetu? Nitaachana tu. Vina muda basi. No, babe, do you remember the text ambazo unakutana nazo before engagement? Oh, those were like personal. The habari one. Yes. I can't even say them here. Yeah, I know. Yeah. Unajua hizo nani ndo zilinifanya nijue unanipenda sana. Kwa sidhani kama kuna mwanaume au mwanamke yote angeza kuenda. Yaani binadamu yoyote. Trust me. Hata mamangu kuna namna akisema Mungu je niulize kuhusu hii but yeah, you did it well. Je, kuna kitu ambacho nimeacha kufanya kwa sasa na ulikuwa unakipenda? Yaani nikwambie kitu, yaani nyinyi niwaambia sana nyinyi. They know exactly what they are. Hey, yaani hapa swali ni ya kiumbea, hata Brighton asingeweza haya swali. Yes, Kipo. What? Can I be honest? Yes, please. No. No. Nisema kweli. Hapana guys. Sema tu. It's okay. You sure? No, you can tell me. Sio najifunza. Yeah.
nimemiss ambavyo ilikuwa ni when I share something about our plan, unavo get deeper, unaibeba kama ya kwako. Siku hizi umeniachia kwamba you're a man, you can take care of it. I'm just... But you hate it when I'm all over you. No, sometimes you're acting rude when you ukiona ielezea hiyo kitu. So, but it's also napenda ambavyo yani ukiingia in a very nicely way. Kutaka kwa mfano nikwambia, hey, I'm planning to open this business, I'm planning to meet this person, like ABCD, baby, you know, this is for us, blah, 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 blah. Zamani ulikuwa unapenda kujua, unajua pia babe ukifanya 1 2 3 itakuwa 1 2 3. Lakini siku hizi just, yani kila kitu nitikia, sure. Because you hate it when I say, I tell you something. But maybe sometimes you are saying in a rude way, sweetheart. Okay. Utanifundisha basi na nasemaje? Is that okay? No, you're doing great. I'm just saying. Gavo Media. Yeye ni wambea sana. Next. Nakuona tu unavyo smile hapo. Unafurahi? Please, you're the woman of God. Nijibu ukweli. Je, ulishawahi kunidanganya ili kulinda hisia zangu? I'll translate that, my guys. Have you ever lied to me to protect my feelings? No. Stop lying. She's lying. No. I'm not lying. How would you know that it's a no? Your eyes. What have my eyes done? I'm looking Eyes. straight to your face. Never lied. Really? I'm safe. Whatever I'm doing, I'm safe. Okay, So- this is for both of us. Okay. Je, ikitokea nimepoteza kumbukumbu, kitu gani utatamani nisikumbuke? Kuhusu maneno ya watu. Kuhusu mabaya yangu yote. Yeah, yani natamani muda mwingine natamani kama ningekuwa mimi na wewe tu katika dunia yetu. Yani hauna historia yoyote. Sitaka kujua the fact about ndugu yako yote. Au ujue ndugu yako yote. Tujikute ni kama vile Adam and Eve. Kutupa dunia yetu. Yes. That's how I wish. That's how I wish, honestly, because nimekuja kugundua mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu ya ukiingiza watu wengi sana. Ukiingiza yani kwa sababu huyu ni kaka yako, kwa sababu huyu ni best yako na mkubali sana, ukamuingiza katika mahusiano. So unakuta yanavunjika tu. Yeah. Lakini kama ukiwa unasimamia moyo wako unavyokuambia, kama ambavyo wewe unafanya, kwamba mimi najua nimefanya hiki. Kwa nini niletea wewe kuna kusudio la hili jambo? Then hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kukuyumbisha. Si unaelewa? So kwa sababu ya situation ambazo tumepitia mimi na wewe, ingekuwa labda tunahusisha mtu yote wa pembeni kwa sababu tunamwamini ama vipi? I don't know. Yeah. Okay. I think I should ask you too. Yeah, you too. Answer Yes. Ikitokea umepoteza kumbukumbu, kitu gani unatamani nisikumbuke kabisa? Neno la unanipanda kichwani. Yaani natamani usilikumbuke, ulisahau, tufute, yaani jamani. To reset hata ubongo wako katika hilo. You know the meaning of kupanda kichwani? You are getting here of me. You are shouting. Jesus. But sometimes you do, sweetheart. No, I don't. You make me feel that way. Just because you feel that way doesn't mean that's how it is.
You know that. You know that. You see, that's one ni kulipanga kichwani also. You see? And it's okay. This is mine. Ni kitu gani unahisi hatukizungumzi vya kutosha? Naomba nijibu na ujibu. Na mimi nijibu. Gubu lako tulizungumzia vya kutosha. I'm joking. No, you're saying the truth. You're saying the truth. I'm joking. No. The fact that you use your phone too much. Lakini nimebadilika. You have my Face ID. That doesn't mean anything. So that means kwamba unajua nikichukua simu yangu I'm doing nothing. Oh yeah, but you're still on your phone though. Mimi niseme nini? Siamjeka yellow hivi swali lakini. Naomba please Azad. Hajaweka yellow. Sawa, ameniruhusu. Hatukizungumzia vya kutosha. Mimi bana baby. Natamani ujue kwanza kama nakupenda sana. Sana. Pia ile kitu ambacho tukizungumzia sana natamani pia tukizungumzia vya kutosha ni how much ushaona Yesu alivyojitoa kwa ajili ya wanadamu. The same as me nilivyojitoa kwa ajili yako. This is not a lie. It's not, guys. Yani nimekuchagua wewe, najua kabisa hakuna mwanamke yoyote atapita katika macho yangu nimtamani. Hakuna mwanamke yoyote ataniambia kitu nimuelewe. I mean it with everything. Hata kama today tuki lose everything and we start from the juice and water. I was like, nitapambana huyu mwanamke na nitafika pale ambapo nahisi Mungu atakuwa ametufanikishia. So natamani tuzungumzie kuhusu upendo wetu in deep. Kwa sababu tunajua it's the Holy Spirit, tunajua kuna upendo kati yetu, lakini I think tupate muda wa kuzungumza it deeply, like upendo gani haswa ambao unauzungumzia. Brian analia. Brian is getting emotional. That was really sweet. So I think maswali yetu yameisha, guys. So tumemaliza session ya kwanza. Sasa hivi tunaingia kwenye prank. So tutakosa vikaratasi hapa. And my fiance, my beautiful fiance, excuse me, ataniuliza. You start, babe. Okay. This is really crazy. Mpigie mtu wako wa karibu, mwambie umefumania text za mwanamke mwingine kwenye simu ya Steve. I should be calling my mom. Mama? Yes. I know you know. Imagine. We just want to see her reaction. Your mom? Yes. She's your best friend, so she's not going to be on my side. Stacy, I hope I'm okay. I'm okay. It's a prank. We're going to tell her it's a prank. No, what if? Unajua nimemsevuje? Sikumpata. Weka la speak. Oh, Mama. Like I really want to prank her with my voice. Mama, huwezi kuamini. Akijibu vipi mimi nitajisikiaje? Sorry. Ataniuliza like uko wapi? No, nikiona anakaribia kupanic, I'll be like, hapatikani, guys. Hapatikani? Like anatumika. Mpigie tena. Au Amina. Amina atatukana on camera. Anawenda wazimu huyo. Pigie baba. Crazy. Mama akiona hivyo atajua something is Yeah. Jesus. I pray. Mama is the wrong person to do this with, guys. I send my angels. Fanyeni appreciate him.
Okay. It's okay. Let it go. I want to nataka nione reaction yake kwa sababu ndo anajifanya Steve ndo best friend wake. Everything is Steve. So Mom knows that. Yani nishamtuma malaika mama sikiza. Au ni usiku unapokea simu gani za watoto? For the fact you're gonna nisema siku nzima. Apokea simu yako kujibu. Where your option now? Let it go. Oh, let me call mamdogo Ana then. Atanichukia. No, we're gonna tell them it's a prank. Unampigia? Mamdogo Ana eh? Let me call mamdogo Ana. Yaani mama hata hawezi hizi mambo jamani. Mamdogo Ana atajua ni biashara tu. I'm gonna pretend like. No, nikimpigia mimi atajua kuna business we talk. Mamdogo. Guys, Steve is very lucky. Paka apokee mtu. Msikubali mpaka apokee mtu guys. Kwa nini hawa wananifanyia hivi? Brian asingekuwa hapo ungeona. Huyu ndo angeharibu kila kitu. Mimi nilijua tu. Nilikwambia. Hataka kikochi mayo. Simu unaipigia. Nilikwambia hapa hamna mtu. Wajua upigie nani? Amina. Mama Jackie. Yule na sauti yake ile kama atatuumiza. Ila natamani mama angepokea honestly. Yeah, I want mama. Nimwambie Noel ampe mama simu. Au mpigie. Mpigie mama mkubwa Jema. I'm not sure kama amefika nyumbani. Mama yet. Mbona nakwambia mchezo? Huyu sasa atapokea maana yeye na simu yake kama pochi. Waalaikum salaam. Uko na mama? Naomba mpe simu. Unataka kuongea na iPhone yangu mpya? Ndio, na iPhone yako mpya mpe. Hata hivyo. Bwana Kaneli mpe, niko serious. Wow. Mama, mbona upokee simu zangu? Mama, imagine. Mama. Imagine nimekuta message za Steve na mwanamke. Nini? Mama, anakutoa. Mimi ni bibi yako. Bana mama, tuko kwenye interview, wamenipa mimi hilo. Wamenipa hiyo dalili nifanye prank, nijifanye nimekuta. Yaani hata tu jamani za mama. Baba yuko live. Uko kwenye kamera. Mama, kwa nini upokea simu zangu? Paka usikie kwamba nimefumania Sio. Hata tu kufungua ulicho tu masijafungua. Yaani nilikuwa naomba Mungu nifike nyumbani nioge. Nile sijala chochote sana, nilikunywa chai asubuhi. Nikae sasa ndio niwatafute. Pole mama, uko live. Tuko kwenye interview. Pole mama. Pole, uko kwenye interview wapi? Kule nilipokuambia jana. Usijali. Tuko video call tuone. I love you. Take care. Haya. Yaani mbona mama Steve ameharibu, nitaka nione reaction yake. Mama, ungetukana. Anasema kutukana. Ila mama, si unaniamini? Nakuamini sana, ndio maana nilikuwa naona hiki kitu hakiwezekani. Hiyo kitu hakiwezekani, hakiwezi kuwa. Ndugu zangu the couple, msidanganyike na maongezi haya ya mtu na mke wake. Hakiwezekani. Hayo mama. Wewe endelea, ngoja tuendelee na kipindi. Love you mama. Brighton, unasalimia. Love you. Bye. Guys, that was very unsuccessful. So kijana hajaacha hata mama react jamani. I know my mom. Okay, your turn. Ushafungua nini? I was just playing. Jesus. Beta umeiweka kwake.
Ni wapi Mungu alimpa Moses amri 10? Mlima Sinai. Oh, it's me asking him. No. It can't be. Ni wapi? Do you even really understand, Grace? Ni wapi? Ulisema ni mlima gani? Mlima Sayuni. Mlima Sayuni. Afu umefanya makusudi. Yaani afu kuna namna mnapenda kunizalilisha yani. Tumepewa maelekezo kwamba ni swali lako na nilikuwa nishalitaja. Really? Kaka, ni maisha. Damn. So this is yours, I guess. Yeah. That's very funny. Mlima Sayuni. Thank you, Jesus. Upi ni mstari mfupi katika Biblia? Jesus wept. No. Ron, you can't do that. No, hajanipa. Ni kweli inatoka Yohana. Iko kwenye Yohana. I know. Yohana mtakatifu to be exact. Andika. I think kwa hili inakuwa taja, ya? We both right, yeah? Okay. Vitu vitano ninavyopenda. So unavyopenda. Vitu unavyopenda kutoka kwangu? Vitu ninavyopenda personally. Unavyopenda? Okay. Right. Na ikiwa uongo, guys, nitawaambia kwamba ni uongo. Sipendi kula chips mayai. Vitu anavyopenda ndugu yetu hapa. Usiangalie. Sinidhalilisha. Usiangalie. Sorry, guys. Naanza mimi. And I'll say kama ni ding. Vitu ambavyo my beautiful fiance anapenda. Cha kwanza, kusoma neno. That's true. Kunikumbatia. Yeah, that's true. Stop. Kununa. I think hapa najiongelea, guys. Kununa. Kujikwaza. Kujikwaza. Napenda kujikwaza. Cha 4, kufunga. Yeah. Mpaka nasemwa actually. Cha mwisho, sasa napenda familia. Oh, very. Yeah. Okay. Steve anapenda gym, jamani. Mpaka tunanuniana actually. Kulala. Kula. Akiwa na njaa you can't do anything. Yaani hata kwenye interview hapa kama angekuwa na njaa tusingeweza kuifanya interview. Ndio maana umenipoza. Ndio maana muda wote mnaona hiyo glasi. Anapenda kunukia. He loves smelling nice. And he loves looking nice. Kupendeza. You're right. Those are the 5 things that are correct. You start. No, you start. No, you start, babe. Okay. One thing I would love watu wajue kuhusu yeye, right? Ambacho hawajawahi kukifahamu, that he is very humble. Yani the most humble person you've ever met. Kimuonekano mtu anaweza kumchukulia namna gani, but mpaka kuna muda nakasirika. Kuna muda like na panic with how humble he is. I'm like, kwa nini sasa but yeah, Biblia inasema ukinyenyekeza Mungu atakukweza. So
He's doing it perfectly. You don't nishangaa wacha kuongelea hiyo. Kuhusu my beautiful fiance. Nitaonekana I don't love you. Of course they do love you more. No, I don't. Okay, stop. Don't even. Kuhusu my fiance, kitu ambacho hajui kuhusu yeye. Kuhusu my fiance, kitu ambacho hajui. She's oh God, very understanding woman. Very understanding. Kiasi kwamba kuna siku aliniambia, babe, look. Hata kama umeshawahi kuua, wewe niambie ulimzika wapi, then we'll deal with that. Yani ni kwamba alikuwa ananipa ule uhuru wa mimi nakuelewa, your past is the past, so this is you, so we start from here, just be open to me, talk to me. So ni ngumu sana kumpata mtu, hata sio kwa mtoto wa kike tu, hata ndugu zetu ambao tunao, unaweza ukaogopa kumpelekea jambo lako kisi hata lichukuliaje, lakini kwa my fiance it's totally different. It's totally different. Yani amenifanya mimi mwenyewe nikahisi wazazi wangu walikuwa hapo mjini. Leo umetoka pia kuniambia afu umenikwaza. Naona bado sina mtu around when she's not around. So ni mtu ambaye nahisi kama ndo atanielewa kuliko mtu yoyote. Atanielewa hata ambapo sitaongea, yeye atanielewa tu kwamba okay. Hata kuna muda ambapo unakuwa nina njaa sijaongea, nasema, do you really need the food right now? I'm like, yeah, I really do. You're very understanding woman. Amen. Neno nimekufundisha. Mtakatifu. Sio mama mombo. Okay. Harusi ya mimi na my fiance. Stacy anakuambia kwamba anatamani hata ingekuwa hakuna sherehe at all. And anatamani hakuna sherehe kabisa, tuite tu dina, hata hiyo dina kama hamna hiyo pesa yani yuko sawa. Kwa sababu ukija kuangalia mahusiano yetu sana yamebebwa na Roho Mtakatifu. Yani it's all about prayers. So lakini mimi binafsi yani kwenye harusi ambayo nahisi nitafanya, my fiance atapenda. Okay, we already talked about this. I would love to have an English wedding, British wedding, simple, classic, haina mambwembwe hayo. Yani hata leo atokee labda mtandao fulani umetudhamini shughuli nzima, nitaambia I really need this and this, because ukija kuangalia setup ya kuanzia pale ambapo tunavishana pete, yeah, haitakuwa kanisani. Setup moja nzuri, tutaambizana maneno yetu ya ndani. Baada ya hapo tutaingia sehemu ambayo ni husika, ambapo tutakaribisha wageni, waalikwa, ndugu na jamaa. Lakini kwa hiyo ushaona zile ndoa nyingi watu wanaingia ni wanahitaji wale ambao wanatangulia Bridesmaids. Yeah. Kuna namna pa kunaona wamesweat. Yeah, we don't want that. But sisi, no, we don't want that. We really need something different, and trust me, we'll show, because this is our desire. Tutaonyesha utofauti kidogo kuhusu sisi wenyewe, jinsi ambavyo tutaingia. So natamani hata hawa kama wangekuwa wanarusha live, wangekuwa na platform wangerusha like stream moto, stream live, because it's gonna be a little bit different. Na naomba Mungu atutangulie. Ni siku ambayo tunaiweka kwa maombi sana. Lakini nahisi kwa vyovyote ambavyo nitafanya, my beautiful wife will love it and will appreciate it, kwa sababu anajua kabisa this is not exactly what I wanted, but you did exactly what I wished. Perfect answer. Oh, kitu gani unaahidi baba? But Dada ya harusi. siku zote tukiwa na marafiki zetu naambia I'm gonna love Stacy. Baby, I'm going to love you. I'm going to love you completely. Sijui nieleze vipi. Kiasi kwamba
kama kuna maagano ambayo yanasema tuingie maagano tufe pamoja, I'm down. Maybe next week ndo anafariki, but I don't care. Hell no. I don't care. That means how ready I am. Utakufa bali. Na kuni kwanza kwako kote. I'm gonna choose you. Sasa unakwaza. Pamoja na yote. Yeah. Ni nakuahidi. Sijui ni kitu gani ambacho sijafanya huko nyuma ambacho nitakuja kufanyia. But you all know me. I'm gonna do better. Amen. Yeah. My fiance would love to pray for us. No. Kufunga. Amen. Let's pray. Amen. Baba uketie mahali pasi mbinguni, Baba yetu mzuri, Mungu wetu ambaye Mungu umetuchagua sisi wawili kukutana mahali hapa katika wakati na wasaa kama huu. Kristo, tunakushukuru kwa mengi ambayo umeyafanya. Tunakushukuru Mungu kwa hata maswali ambayo yameandaliwa juu yetu. Ni kwa ajili ya kutujenga na kuweza kuwashawishi wengine jinsi ya kupendana katika Kristo. Baba, tunakushukuru kwa sababu Mungu umechagua Mungu tuwe katika kipindi hiki. Sio sisi na sio utashi wetu na sio kwamba sisi ni bora, Jehova. Tunakushukuru tukisema asante. Mungu, tunabariki directors, camera behinds na wageni wote ambao wako nyuma ya kamera. Kristo, wabariki, waongezee katika walipopungukiwa. Kristo, zaidi na zaidi tunakuomba Mungu tukumbatie mpaka pale tutakapotimisha hitimisho la harusi yetu ambao Mungu inakuja hivi karibuni. Jehova, tunakupenda, tunakusifu na kukuabudu. Ni katika jina la Yesu nikikuomba na kuabudu. Amen. Amen. It was nice. Thank you. Guys. Yeah, it was nice you guys having us. Until next time. Bye. Gavo Media. Pamoja hatua kwa hatua.